mawazo mengine, opinion nyingine. Legendary. Edo Kumwembe alikuwa South Africa. Kabisa. Wakati Machi nani alikuwepo? Sasa huu muendelezo wote Legendary alikuwa yuko South Africa, amekuja leo straight kutoka airport, tunaye ndani ya jana na leo. Edo, mimi nataka na mimi niende straight. Dai la kwanza la Yanga Afrika ni katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF ajiuzuru, ndo wao watakuwa wako tayari kucheza mechi. Nini maoni yako tukianza na hili? Wilfred Kidao hausiki na pambano la Simba na Yanga kwa jinsi nilivyoona madai ya Ali Kamwe ambayo alikuwa anawakilisha Yanga, kwa sababu wao walikuwa wanazungumzia suala la maamuzi tena ya mechi nyingine ambazo haziwahusu Simba na Yanga, yani sio pambano lao la dabi. Walikuwa wanazungumzia kuhusu maamuzi sijui yanayoendelea, nadhani walikuwa wanalenga maamuzi sijui labda wanayopendelea Simba au menginevyo, lakini kuhusu ile dabi kuna mahala ambako Wilfred Kidao anaingia kwa namna yoyote ile, na ndio maana mimi nilishangazwa na hiyo idea ya kwamba na hilo dai kwamba na Kidao naye asiwepo ndio Yanga icheze, yeah, aondoke kwenye nafasi yake. Sijaona hilo, lakini kitu kingine kwa haraka nikipindua katika hilo, nataka tuende polepole kwa sababu nilitaka kusikia unasema nini kuhusiana na katibu mkuu wa TFF, kwa sababu haya ndio miongoni mwa madai yao ambayo kuhusu hiyo mechi Kidao hahusiki kwa lolote. Okay, kwa hiyo hili takwa lao wewe haukubaliani na wao? Sikubaliani nalo. La pili, CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo aondoke kwenye nafasi yake. CEO aonekane athibitishwe, kwa sababu hata yeye mwenyewe alizungumza siku ile, ithibitike amehusika vipi katika suala hilo, ndio anaweza akaondoka. Ithibitike kosa lake, kwa sababu kuna kitu kimefichwa. Unajua kuna mpaka sasa hivi Oscar, hata wewe nikikuuliza unajua kwa nini ile mechi iliahirishwa kabisa, haujajua na hakuna anayejua. Hasa itakapothibitika, kama kungekuwa kuna uthibitisho, basi tungejua moja kwa moja anapaswa kama amehusika anapaswa kuondoka. Na ni kweli, kwa sababu kama hakuhusika hapaswi kuondoka. Kuna mtu mwingine ambaye anawajibika, anapaswa aondoke, kwa sababu sijui kwa wadhifa wake ni namna gani anaweza akaharibu pambano hilo. Sijui kama mtendaji bodi ya ligi. Kama kuna kitu anaficha au kama kuna kitu Yanga wanajua zaidi waseme, au kama yeye mwenyewe anajua zaidi aseme. Yanga wanasema hawatocheza mechi hiyo na mechi nyingine bila kulipwa fedha zao za kutoa ubingwa wa CRDB Cup. Naomba nianze kujibu kitu cha A afu najibu B na kuja kwenye swali lako. Okay. Cha kwanza kabisa, Yanga wanataka kuonyesha ukubwa wao. Yanga wanataka kuonyesha ukubwa wao, wakae sawa na Simba kwa kuepuka mechi tarehe 15. Alafu waseme kama ambavyo nyinyi mliosema mchezi na sisi ndivyo hatuchezi. Kwa hilo ndilo la kwanza kabisa, iwe isiwe. Kwa sababu hili suala la madai, Oscar, ndio kwanza mdai au mdaiwa, haya yote unaweza ukacheza under protest. Unaweza ukacheza huku madai yakiendelea na kila kitu. Ndiyo. Kwa sababu Simba na Yanga zinadaiwa na zinadai na mpira unaendelea nchi hii. Sijui kama unaelewa vizuri. Kwa hiyo mara nyingi kinachotokea ni kusave tu hii, lakini waamuzi wanadai na mechi zinachezeshwa. Si waamuzi wa ligi kuu tunasikia wanadai. Ndiyo. Wachezaji wanaidai klabu na wanacheza. Hajamaliziwa installment yake labda ya usajili au nini. Kwa hiyo suala hili nadhani la malipo linaleta tu kuthibitisha ego kwamba kama ambavyo wao kucheza tarehe 8 na sisi hatuchezi tarehe 15, lakini au hatutacheza finali ya CRDB. Lakini swala la madai, Oscar, wewe unajua, wewe kuna mchezaji umewahi kumsimamia na mnadai na huyo mchezaji yuko mazoezini na anacheza mechi. Kwa hiyo ni kuonyesha tu ile ego ukubwa kwa hiki ambacho kinaendelea mpaka sasa, na bado ratiba kwa mujibu wa bodi ya ligi, dabi ya Kariakoo ni Juni 15. Unaiona hiyo mechi ikienda kuchezeka? Dabi haipo. Kwangu mimi naona dabi ya tarehe 15 haipo, labda ya tarehe nyingine. Nimeshakwambia kwa mara nyingine, Oscar, hii ni kuthibitisha kwamba hawa si waliamua tu usiku kwamba hatuchezi, na sisi tumeamua hatuchezi. Na hii kwa sababu tumeelea kwamba yeyote ambaye anasema achezi
huwa achukuliwe hatua za hivyo. Achukuliwe hatua za hivyo. Niliwahi kuambia Oscar, Yanga hawatacheza na hawataadhibiwa. Kama ambavyo Simba huoni Yanga kama anaenda kukatwa pointi 15 huku Simba akipewa magoli 3 na pointi 3. Katika umri wangu wote tangu nijue mpira wa Tanzania, hayo yatakuwa maamuzi magumu zaidi kuwahi kutokea. Sasa kwa mujibu wa kanuni, kuna wachezaji wale kufungiwa miaka 2, wachezaji muhimu labda walisaini timu 2. Kuna wachezaji wale kufanya hiki, kuna wachezaji wale kufanya hiki, kuna timu wale kufanya hiki. Lakini hayo katika historia, hata wewe Oscar, kwako wewe wala sikudanganye mtu kwamba kuna maamuzi magumu wale kuchukuliwa wakati ufuatilii mpira labda huko mtoto. Haya ndio yatakuwa ya kwanza magumu zaidi East Africa, sio Tanzania tu, kuwahi kuchukuliwa kama yakichukuliwa. Unaiona Yanga ikienda kushushwa daraja sasa, kwa sababu wamesema hawatocheza mechi ya dabi na mechi zote zilizosalia, ambako kama Wembe utakuwa ni kukatwa alama 15 kwenye mechi 3, watapoteza alama 45. Kwa alama walizonazo wataenda kwenye playoff. Unaona wakielekea huko bodi ya ligi? Sioni Yanga akishushwa daraja kwa sababu nyingi za ndani na nje ya uwanja. Sababu za kisiasa ndani yake, sababu za kimikataba ya biashara ambayo TFF imeingia na wengineo na Yanga imeingia na wengineo. Kwa hiyo kuiona Yanga ikicheza daraja la kwanza ni sawasawa na kumuona ndama akimng'ata mwanadamu. Lakini nadhani wanaweza wakaenda kwenye ligi ya wilaya, na mimi naweza nikawakaribisha Kaliua kule, manake itashuka sana na playoff wanaweza wasicheze pia. Kifupi, mpira wetu umeingia kwenye vurugu kubwa sana. Na zungumzwa kwenye mitandao ya kijamii kutoka TFF na kutoka Yanga Afrika. Yanga wanadai pesa za ubingwa wa CRDB Cup mara 3 mfululizo, mara 3 ambazo wametoa ubingwa. TFF wanasema hawa Yanga wanadaiwa huwa zinakatwa juu kwa juu. Mimi nataka kupata maoni yako ya huu utaratibu uliopo. Bingwa anapatikana, pesa zinabaki kuwa deni, na huyu bingwa analeta wachezaji wake wanakata kwenye deni, yani huku kukopeshana kausha damu kati ya Yanga na TFF. Wewe maoni yako ni yapi? Nadhani Oscar, tumepata funzo kubwa sana katika hili suala la Yanga. Kwenye mambo mengi, tuachilia mechi kutochezwa, sasa tunakuja kwenye ile ambalo umeniuliza. Ni fundisho kubwa sana kwa sababu hakuna pesa holela kama pesa ya mpira. Kwa miaka mingi sana imekuwa hivyo, na kwa sababu tu taasisi haziangalii hayo mambo kwa umakini sana. Nadhani hata ndugu zetu wa TRA hawaliangalii hilo kwa umakini na watu wengineo. Hizi hela za kukopeshana zipo sana na za kukatana juu kwa juu. Hivi unajua ule mkeka ukitoka kwamba Simba wametozwa shilingi milioni 5, sio kwamba wanachukua hela wanaipeleka. Wanaweza Yanga sijui kwa kuchelewa uwanjani sijui umetozwa milioni 2. Ni suala la gate collection. Jamani, tumepata milioni mechi yenu zidi ya Kagera Sugar imepatikana shilingi milioni 60. Kwanza tunaweka milioni 2 zile za rufaa kando, zile za nani za ule mkeka kando. Ndivyo wanavyokatana miaka yote. Kwa hiyo hapo tunaweza tukasema ni malipo holela, kwa sababu kwanza hakuna risiti. Hakuna risiti inayohusika, hakuna nini. Government na nini zake za kulipa. Hata sisi tukipigwa mkono barabarani, traffic akiandika, tunalipa kupitia nani? Kupitia control number. Hakuna control number, hakuna chochote. Sasa nadhani baada ya hili itakuwa ni funzo. Kinachotokea leo, nilikuwa nasikia watu wa Yanga sijui walikuwa wanasema tuandikieni invoice, tulipeni, alafu na sisi tuwalipe. Kwa hiyo huo ndio ulipaswa kuwa mfumo rasmi wa kulipana, sio kukatana. Lakini Edo, hili la kuwa bingwa na anapatikana mara 3, yani msimu unamalizika, timu imetwaa ubingwa, kwa nini tusibadilishe utaratibu, mtu awe anapewa cha kwake moja kwa moja? Ametoa ubingwa, kwa nini asipewe mzigo wake? Kwa sababu mdhamini ameshalipa fedha. Oscar, hiyo ulichosema kusema kweli ndicho ambacho kinapaswa kufanyika, na mimi ningependa kiwe hivyo. Hata kama Yanga anadaiwa, alipwe alafu adaiwe. Na hiyo ndio imeleta msuguano sana. Sasa wanaanza kupigana hesabu za kukatana juu kwa juu. Lakini vipi kama Yanga wenyewe ndio waliomba? Lakini kuna sintofahamu nyingine, Edo, ambayo inaonekana ni kama haijulikani ni kiasi gani
bingwa wa michuano hii ya FA Confederation hii anapata kiasi gani? Ni aibu na fedhea timu zenyewe au sisi mashabiki na waandishi wa habari kutojua michuano hii bingwa anapata kiasi gani. Michuano ambayo iko sponsored kabisa, sio mgawanyo wa gate collection mechi mlizocheza, hapana, yani iko sponsored. Tunajua mbona package ya Azam, tunajua package ya ndugu zetu sijua NBC kwenye ligi. Sasa hii michuano kwa nini imeleta utata kujua package? Hilo ni swala la aibu, kwa sababu hata EPL tunajua kiasi gani ligi kuu ya England kiasi gani kinapatikana, alafu baadaye kuna mabonus madude gani ambayo hayo ndio kidogo huwa hatuwezi kujua, yanakuja kusema mwishoni kwamba huenda hata bingwa hajapata pesa nyingi kuliko Manchester United au Arsenal. Hayo yanakuja kutokana na ndani vitu vingi ambavyo vinaingizwa baadaye, lakini zawadi ya ubingwa, hata Mapinduzi Cup mbona tunajua Mapinduzi Cup tunajua zawadi ya ubingwa 200 aliyoitaja Kamwe. Udhamini wote ni milioni 200 na kama 50 vina kidogo. Okay. So wao hiyo milioni 200 wameitoa wapi? Unajua kwa nini nimekuuliza Edo? Mwanzoni mwa season tournament zilizopo kila kitu kinakuwa discussed pale. Kabisa, kiko wazi. Yaani hizi timu zetu ziliwezaje kushiriki michuano ambayo hawajui wanalipwa kiasi gani? Hapa sasa hivi sababu kama sponsorship ni ya milioni 250 na kidogo ya kuratibu michuano. Sio ya bingwa, ya kuratibu michuano yote ya. Hii milioni 200 unapoisema unakuwa umeitoa wapi? Yaani mlizungumza na nani wapi kabla hujapeleka timu uwanjani? Timu zetu zinawezaje kwenda kushiriki michuano ambayo hawajui bingwa anapata kiasi gani? Na Suma, hata kama ufuatilia mpira, tukikupa hesabu za CAF, wewe mwenyewe utajumlisha, utajua Simba amepata kiasi gani kwa kucheza finali ya Berkane. Kwa sababu inaonyesha kabisa preliminary, sijui makundi, dola milioni 1. Yaani wewe mwenyewe kabisa kwenye, yaani wewe mwenyewe unajumlisha. Na nilitaka kuuliza hilo swali. Kwa hatua ambazo unapita. Mpaka unafika finali, unajua huyu na finali kamshika nusu. Na Oscar aliandika hiyo. Nilitaka kuuliza kwa mnaofuatilia dola milioni 1 dola za Kimarekani. Mnaofuatilia mpira. Nafasi ya pili. Kwa michuano mingine ya mataifa mengine, pesa huwa zinatolewa immediately au na wenyewe kunakuwa na danadana hizo? Yaani unatoa ubingwa inaondoka yani. Cheki yako inaandikwa. Unatoa ubingwa, cheki yako inaandikwa kama man of the match. Yako madai mengine ya Yanga Afrika kwamba ili wacheze lazima bodi ya ligi pale zifanyike reforms na bodi iwe independent. Hebu tupe maoni yako Legendary. Unajua kuna kitu kimoja ambacho huwa sijawaelewa Yanga. Oscar, kuna aina ya madai ambayo hii bodi ni ya muda mrefu. Ndio. Inawezekana ina matatizo yake kama taasisi nyingine zilivyokuwa zina matatizo. Wakati tunavutaka kufanya reform, haiwi kwa sababu ya kususia mechi moja. Inabidi kwa ajili ya kuanza msimu mwingine. Yaani agenda nzuri. Yaani ni agenda nzuri. Lakini ilipokuja timing. Yaani hatuchezi kwa sababu hii bodi ifanye hiki, hapana. Tunavyoelekea kwenye msimu mpya, matatizo yote tunayachukua. Hata ya waamuzi tunayachukua. Sasa tunafanyaje? Okay, tunafanya hivi. Mechi ya Simba na Yanga mwamuzi atoke nje. Tunaandika. Hizo zinakuwa ni kanuni. Sawa. Mechi ya hivi iwe hivi. Kitu hiki kwa hivi. Bodi iwe hivi. Haya yote sasa ni kuelekea kwenye msimu mpya, kutatua matatizo yaliyotokea msimu uliopita, lakini sio kwa ajili ya one match. Maana yake hii bodi ya ligi, taratibu zote zilizopo zinazotumika msimu huu, Yanga na vilabu vingine 15 ndugu zao walikubaliana kuanza huu msimu kwa taratibu hizi. Na hapa tulipo kwenye mechi 30 za ligi ambazo wanapaswa kucheza, wamebakiza mechi 3. Yaani 27 wamezicheza kwa kanuni hizi, kwa bodi hii, kwa haya yote waliokubaliana. Baada ya hizi mechi 3 wanaenda sasa kwenye kufanya reforms, kwa sababu kabla ya kuanza kwa ligi yoyote lazima wawakilishi wa vilabu wakutane, wazungumze. Wafanye makubaliano yao. Vitu gani wanakubali, vitu gani hawavikubali, vitu gani wa improve ili waende kwenye msimu mwingine.
Na sasa msimamo wao kama haya yote hayatofanyika, hawachezi ng'o. Oscar hawachezi ng'o, na kiukweli mimi nimejaribu kuchunguza, achana na wao Yanga wenyewe, huku nje hakuna mwenye jibu, hakuna mwenye jibu kwamba kama Yanga asipocheza itakuwaje. Na ndio maana narudia nilichokwambia kwamba hata wewe utashuhudia kuona historia ikiwekwa kwa Yanga kumpokea pale Kaliua Stars. Yani hata wewe mwenyewe utashuhudia tukio kubwa lilofanyika la timu kubwa hizi. Nadhani waliwe kufanya Yanga wenyewe, ndani ya Yanga wenyewe bila kuonewa na mtu. Pale walifukuzwa timu nzima. Yaani hilo lilikuwa lao. Ujeuri kitambo No, hilo sasa lilikuwa within wao. Yanga Afrika. Hilo lilikuwa within wao. Sio kwamba walionewa na Fati au Fati ilifukuza wachezaji wa Yanga. Timu nzima. Waliamua wao kwamba mastaa wao wote chukua zenu time. Edo, ukiwa kama mwandishi wa habari Mkongo, umekaa na hizi timu kwa muda mrefu sana, unafahamu namna ambavyo mpira wetu umepiga hatua nyingi sana za kwenda mbele. Nini kinaweza kikafanyika kwako kama maoni kuweza kurescue situation ambayo iko mbele yetu? Kitu pekee, Oscar, tumeshuhudia vita nyingi, sio za mpira, nazungumzia wa Marekani wapi. Hata Netanyahu alikuwa anakutana na Arafat. Ni wao kukaa na kuzungumza. Kwa hiyo meza ya mazungumzo. It's the only solution ambayo inaweza ikarescue. Lakini sasa kuna Afrika hata nasikia leo, yani barua wameirusha tu kwa juu, akasema si ni barua kwa barua. Ndio hivyo, kukaa na kuzungumza. Inawezekana hata baada ya tarehe 15 hata kama usipocheza, ni kukaa na kuzungumza. Lakini ukiona watu hawataki hata kukaa na kuzungumza, Oscar, watakubaliana vipi? Na mnakaa na kuzungumza kwa kutafuta solution. Maana unajua kuna watu wanasema twende. Kwa mfano kikao cha juzi kilikuwa twende. Lakini tunaenda huko bila kupata solution. Tunajua hiyo, Oscar, mtu anakuja kwako, naenda kumsikiliza tu. Naenda kukusikiliza tu. Yaani hauje at least kutafuta ufumbuzi. Kwa hiyo ndio tunaweza tukaishauri bodi ya ligi waiairishe hii mechi, watengeneze room ya kukutana na hizi pande zote kupata mwafaka. Of course, kwa sababu ukiangalia na ukija kuchunguza hata hiki kilichosemwa na Alikamwe akielezea kwamba kuna kitu kimefichwa na CEO wa bodi ya ligi, inaonekana kabisa na Yanga alikuwa kosa lao siku ambayo mechi iliahirishwa. Sasa napo ukiwa victimize, hilo nalo ni shida. Kwa hiyo tunaweza kumshauri CEO wa bodi ya ligi, sio mtendaji mkuu, aongee ukweli, airishe hii mechi ya Juni 15, huku akitengeneza room sasa ya kukutana na Simba, Yanga, wadhamini na kila TFF, kila mdau. Lakini wenyewe Simba si wako tayari kucheza, hata Yanga walikuwa tayari kucheza. Unaotengenezwa ni muafaka. Ndio maana tunashauri bodi ya ligi wairishe mechi, wawaite Yanga, wawaite Simba, TFF ambaye ndiye baba wa mpira wetu, waite wadhamini wote, wadhamini wa ligi kuu, tuna TV rights, tuna nini wote, wadau wote, yafanyike mazungumzo ya kupata suluhu ili mechi hii ya Simba na Yanga ichezwe na mechi zilizo